Ndugu ya mahali ulipo, ujambo, jina langu ni kaka Mnai kama ilivyo ada, na nachukua fursa hii kukukaribisha kwenye kipindi Uketo wa Kiswahili. Na kabla ya kuanza kipindi hiki, ningekuomba kwa heshima na taadhima kuu, uweze kusubscribe kwenye kipindi hiki, ama unaweza ukaniandikia ujumbe kwa kutumia nambari ya simu 0706 240057. Narudia 0706 240057. Unaweza ukaniandikia ujumbe. Kumbuka jana tulitanguliza kuangalia utanzu wa semi katika fasihi simulizi, na tumeweza kuangalia tayari maana ya semi, sifa za semi na umuhimu wa semi. Tulimeanza pia kuangazia vipera vya semi, na mojawapo ya kipera ambacho tumekwisha zungumzia, tumetanguliza kipera cha methali, ambapo tumeangalia maana pamoja na sifa za methali. Kwa sasa hivi, ningependa tuangalie umuhimu wa methali katika jamii. Methali ieleweke kwamba ni semi za kimapokeo zinazobeba hekima, tajriba, maadili na falsafa ya jamii. Ni sehemu muhimu ya fasihi simulizi na hutumika kama nyenzo ya mawasiliano inayowasilisha ujumbe kwa ufupi, kwa lugha ya picha na kwa ushawishi mkubwa. Kutokana na sifa hizi, methali huchangia katika kuelimisha, kuongoza, kuburudisha na kuhifadhi utamaduni wa jamii. Umuhimu wake unaweza ukaelezwa, ukafafanuliwa kama ifuatayo. Umuhimu wa kwanza ama dhima ya kwanza ya methali ni kwamba methali hufundisha maadili na mwenendo mwema. Methali hutumika kuwaongoza wanajamii kuhusu maadili yanayokubalika kama vile uaminifu, heshima, bidii, uwajibikaji, uvumilivu na nidhamu. Kupitia methali, jamii huwalea vijana na kuwaelekeza namna ya kuishi kwa kuzingatia misingi ya utu na mshikamano. Mifano ya methali ambayo inaweza ikatekeleza dhima hii ni kwa mfano methali asiyefunzwa na mamaye hufunzwa na ulimwengu, ama samaki mkunje angali mbichi. Methali pia hutekeleza umuhimu wa kutoa hekima na ushauri. Methali hubeba busara zilizotokana na uzoefu wa vizazi vingi. Hivyo hutumiwa kuwaongoza watu kufanya maamuzi sahihi na kukabiliana na changamoto mbalimbali za maisha. Mifano ni kwa mfano unaposema haraka haraka haina baraka, ama subira huvuta heri. Methali pia hutatua migogoro kwa busara. Katika jamii nyingi, methali hutumika kupatanisha watu na kuondoa na kutoa ushauri kunradhi bila kutumia lugha ya kuudhi. Hivyo husaidia kudumisha amani na mshikamano wa kijamii. Mfano wa methali ambayo inaweza ikatekeleza dhima hii ni kwa mfano maji yakimwagika hayazoleki, ama mchelea mwana kulia hulia mwenyewe. Methali pia huboresha na kupamba mawasiliano. Matumizi ya methali huyafanya mazungumzo, hotuba na maandishi kuwa yenye mvuto, uzito, ushawishi mkubwa. Aidha huongeza ufasaha na uzuri wa lugha. Kwa mfano unaposema kidole kimoja hakivunji chawa, ama penye wengi pana mengi. Methali pia hutekeleza jukumu la kuhifadhi utamaduni na urithi wa kijamii. Methali ni hazina ya maarifa ya jadi. Huhifadhi mila, desturi, imani, historia na falsafa ya jamii na kuyapitisha maarifa hayo kutoka kizazi kimoja hadi kingine. Mfano wa methali ambao unaweza ukatekeleza jukumu hili, kwa mfano methali
mwacha mila ni mtumwa, ama mti hauanguki kwa kishindo kimoja. Methali pia hutekeleza jukumu la kuendeleza uwezo wa kufikiri kwa kina. Kwa kuwa methali hutumia lugha ya picha na mafumbo, humfanya msikilizaji au msomaji kutafakari ili kuelewa maana iliyokusudiwa. Hivyo hujenga uwezo wa uchambuzi na tafakuri. Kwa mfano, methali fimbo ya mbali haiui nyoka, ama ngoma ivumayo haidumu. Methali pia hutekeleza jukumu la kuhamasisha bidii na uwajibikaji. Methali huwapa watu motisha ya kufanya kazi kwa bidii, kuwa wavumilivu na kutokata tamaa wanapokumbana na changamoto. Kwa mfano, mwenye bidii hali mbichi, ama penye nia pana njia. Methali pia husaidia katika ufundishaji na ujifunzaji. Katika mazingira ya elimu, methali hutumika kufafanua dhana mbalimbali za lugha, fasihi na maadili. Pia humrahisishia mwanafunzi kuelewa na kukumbuka maudhui kutokana na matumizi ya mifano inayotokana na maisha halisi. Kwa mfano, methali asiyesikia la mkuu huvunjika guu, au elimu ni ufunguo wa maisha. Methali pia husisitiza hoja na kuongeza ushawishi. Methali huipa hoja nguvu kwa kuwa huakisi hekima inayokubalika na jamii. Kwa sababu hiyo, hutumiwa sana katika hotuba, mjadala, mahakama za jadi na mawasiliano ya kila siku. Kwa mfano, penye moshi pana moto, au methali mcheza kwao hutuzwa. Methali pia hukuza utambulisho wa lugha na jamii. Methali huonyesha upekee wa lugha na mtazamo wa jamii kuhusu maisha. Kutumia methali huimarisha utambulisho wa kitamaduni na kuendeleza urithi wa lugha ya jamii husika. Kwa mfano, methali bandu bandu humaliza gogo, ama bahati haiji mara mbili. Methali hutekeleza jukumu pia la kufurahisha au kuburudisha hadhira. Mbali na kufundisha na kuonya, methali huburudisha hadhira kwa kuyafanya mawasiliano kuwa yenye mvuto na uhai. Lugha ya picha, urari wa maneno na tamathali zinazojitokeza katika methali huwavutia wasikilizaji na wasomaji, hivyo kuwafanya wafurahie mawasiliano huku wakijifunza. Kwa sababu hiyo, methali hutumiwa sana katika hadithi, hotuba, mijadala, vipindi vya redio, televisheni, maigizo na mazungumzo ya kila siku. Methali pia hukuza ushirikiano na mshikamano. Methali hufundisha umuhimu wa kushirikiana, kusaidiana na kufanya kazi kwa pamoja ili kufikia malengo ya pamoja. Hivyo huimarisha umoja na mshikamano. Kwa mfano, kidole kimoja hakivunji chawa, ama penye wengi pana mengi. Mwisho ni kwamba methali hufariji na kutia moyo. Methali hutumika kuwafariji na kuwapa matumaini watu wanapokumbana na changamoto au misiba. Huzipa nguvu na matumaini kwa kuwakumbusha kuwa hali ngumu ni ya muda na kwamba uvumilivu huleta mafanikio. Kwa mfano, methali baada ya dhiki ni faraja, ama subira yavuta heri, ama hakuna marefu yasiyokuwa na mwisho. Kwa hivyo mwanafunzi, hayo tumekuwa tukiangazia umuhimu ama dhima ya methali katika fasihi simulizi. Langu mie kaka Mnai, nikikushauri kwamba uweze kusubscribe kwenye kipindi hiki ili tuweze kujifunza mawili matatu wakati wowote tunapokutana
katika mafunzo ya kipindi hiki. Jina langu ni Ustadh Kakamnai. Nimeomba kwamba unaweza ukaniandikia ujumbe kwa kutumia nambari ya simu 0706 24 0057. Narudia 0706 24 0057. Nambari hizo zinapatikana hata kwenye kiwambo wa kipindi hiki. Kwa hivyo wanasema Waswahili kwamba ukiujua huu na huu hujui. Kwa hivyo tuko hapa kufunzana, kuelimishana na kushauriana kuhusiana na lugha ashirafu la Kiswahili kunradhi. Nasema lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo kesho tutaangazia kipera kingine cha utanzu wa semi katika fasihi simulizi, ambapo tutaangalia vitendawili, maana ya vitendawili, sifa za vitendawili pamoja na umuhimu wa vitendawili. Kwa hivyo asanteni sana kwa kutangamana nami. Jina langu ni Ustadh Kakamnai, na watakia usiku mwanana. Leo siku ya Alhamisi tarehe 2 mwaka 2026. Asanteni.